Mchungaji Daudi Nkuba Komando Mashimo amehukumiwa kifungo cha miaka 2 gerezani baada ya kutiwa hatiani katika mahakama ya wilaya Kinondoni kwa makosa mawili ikiwemo kuharibu mali. Mashimo alikabiliwa na mashtaka matatu ambapo upande wa jamhuri umethibitisha makosa mawili na kushindwa kuthibitisha shtaka la kutishia kwa vurugu kama ambavyo wamemshtaki. Mashimo alipewa adhabu hiyo mahakamani hapo mbele ya hakimu mkazi mkuu Ramadhani Lugemalila baada ya upande wa jamhuri kuthibitisha makosa dhidi ya mshtakiwa pasi na kuacha shaka yoyote ile. Katika hukumu hiyo, hakimu Lugemalila alisema anamhukumu mshtakiwa kifungo cha miaka 2 gerezani kama alivyoshtakiwa na upande wa jamhuri. Mshtakiwa kosa la kuingia kwa jinai, mahakama inakupa adhabu ya kwenda jela miezi 6. Kosa la kuharibu mali, mahakama inakutia hatiani na kukupa adhabu ya kwenda jela miaka 2. Pia mahakama inakuachia huru kwa kosa la kutishia kwa vurugu kwa sababu upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha shtaka dhidi yako, hivyo unatumikia kifungo cha miaka 2 gerezani, alisema hakimu. Alisema upande wa jamhuri umethibitisha kwa kuleta mashahidi 5 na vielelezo, pia mshtakiwa kutoa utetezi wake kwa kuleta mashahidi kadhaa. Kabla ya kutolewa hukumu hiyo, mshtakiwa aliomba mahakama kumpunguzia adhabu kwa sababu ana familia inayomtegemea. Upande wa jamhuri, wakili wa serikali Roda Kamungu aliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa kama sheria inavyoelekeza, ikawa fundisho kwake na jamii nzima. Hata hivyo, Novemba 22 mwaka 2023, maeneo ya Mbezi Ruiz, wilaya Ubungo, Dar es Salaam, aliingia kwa jinai katika ardhi inayomilikiwa na Flora Mwansha. Pia mshtakiwa katika kipindi hicho kwa makusudi na kinyume cha sheria aliharibu ujenzi wa nyumba iliyoko maeneo ya Mbezi Ruiz ambayo ni mali ya Flora Mwansha. Katika shtaka la 3 nadaiwa alimtishia Lamson Vincent kwa vurugu. Hayo ndo mambo ambayo yanataka kumuweka kwenye kitanzi, na kwa mujibu wa sheria na hayo aliyotoka yanamuweka kwenye kitanzi na kiongozi huyo wa dini Mashimo ambaye amekuwa akihubiri pale Mbezi Ruiz, Dar es Salaam. Hata hivyo, tulipata nafasi ya kumtafuta Mashimo na alizungumza masuala kadhaa kabla ya awali ya yote hayo. Mchungaji Mashimo kidogo tu alijaribu kutudokezea kwamba ni kweli amehukumiwa kwenda jela miaka 2, kesi hiyo mbele ya hakimu Ramadhani Lugemalila, na akatuambia ikumbukwe hata mwanzo wa kesi alikamilisha masharti ya dhamana lakini alipelekwa jela. Kosa la kuingia kwa jinai na kuharibu mali amethibitisha yameweza kumhukumu hayo yote mchungaji Mashimo.